Baadhi ya familia zetu zina ubaguzi. Mwanamke akishakuwa hataki watoto wa ndugu yake waje waoe kwake, anakwenda kuwanyonyesha maksudi. Anaonyonyesha maksudi, alafu anaanza kutangaza mimi kunyonyesheni, ili nini? Msende mkachukua mizigo kule wake. Baya tendeni bwana. Kwa hivyo yathubutu fi nasabu bidukhuli, nasabu itapatikana, nasaba itathibiti kwa kuingilia. Ingawa ndoa ilikuwa fasidi kule. Haya, kipengele kinachofuata cha 6 na cha 7, baada ya kusoma nini sahihi na nini batili na mtazamo wa jamhuri na mtazamo wa Abu Hanifa. Abu Hanifa anaona kama ni mambo yanakwenda karekebishika huko mbele ya safari. Al-azimatu war-rukhsa, kipengele cha mwisho kwa leo hichi. Kama muda utakuwa unaruhusu. Sasa bado dakika ngapi mpaka adhana? Tukiguse tuone itakavyokuwa. Baada ya adhana tuendelee kidogo. Al-azimatu war-rukhsa, azimio na ruhusa. Akisema azimio anakusudia ile sheria ya mwanzo. Kama kitu ni haramu, haramu. Kama ni halali, halali. Ile sheria ya mwanzo iliyowekwa ndio inaitwa azima. Ili neno azima ni tata kweli, kila mahala ukenda ulitame vizuri. Ukenda kwa waganga, azima inakuwa herizi wakati mwingine. Na wakati mwingine azima ni ile nia wakati wa kutia ubani pale na waitu apate kichaa huyu Salumu Msabaha kwa sababu katupinga kwenye siasa. Ile nayo ni nini? Azima vile vile kule kwenye mambo ya uganga. Nimefanywa sana azima za namna ile, lakini alhamdulillah mpaka sasa nadunda. Haya. Al-azimatu war-rukhsatu, azimio na nini? Na ruhusa. Al-azimatu inda al-usuliyina, azima kwa watu wa usuli, hiya ma shuri'a min al-ahkami al-kulliyah, ni ile ambayo imewekwa katika sheria, katika hukumu za ujumla, ibtidaan, tangu mwanzo, litakuna kanunan, ili iwe kanuni ya aman pana, likulli min al-mukallafina fi jami' al-ahwali, kwa wote wanaolazimishwa na sheria katika mazingira yote. Kasalati wa zakati wal haji wa sairi sha'airi al-islami, kama sala, zaka, hija na vielelezo vyote vya Uislamu. Wa hiya imma wajibatun, na hapo vitaingia ama katika wajibu au manduba au haramu au makruh au mubaha, katika zile hukumu 5 za mwanzo katika ahkamu sharia, zile zote zinaitwa azima. Wa yadkhulu tahta al-azimati, na inaingia chini ya ile azimio ma da'at al-maslahatu al-amma ila tashri'ihi, kilichopelekea maslahi ya wote kuwekwa sheria yake, min awwal al-amri, tangu mwanzo wa jambo, kalbai, kama biashara. Biashara Mwenyezi Mungu ameruhusu kwa ajili ya maslahi ya wote, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa na kitu lakini anataka pesa au thamani, anataka kitu kingine, na kuna mtu ana pesa lakini anataka bidhaa hana. Kwa hivyo ukizuia biashara, manake mwenye bidhaa hatopata pesa na mwenye pesa hatopata nini? Hatopata bidhaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaiweka ile kwa maslahi ya wote, ili tuweze kubadilishana mahitaji. Alichonacho huyu kiweze kumfika yule, na alichonacho yule kiweze kumfika huyu. Kwa hivyo imekaa kwa maslahi ya wote, kama hiyo biashara. Walijara, na kukodisha. Mwingine hayuko tayari kuuza lakini anataka thamani, kwa hivyo atakodisha ili apate kitu cha kutumia, na bado ile mali aliyokodisha ni yake, lakini itatumiwa kwa muda na huyu aliyefanyaje, aliyeikodi. Nayo ni jambo la lazima katika maisha, basi Mwenyezi Mungu ameliruhusu. Wal mudharaba, na ushirika wa nguvu kazi. Mudharaba ni ushirika wa nguvu kazi, kwa maana ya kwamba watu wawili au mmoja ana nguvu, mwingine ana mtaji. Mmoja ana ardhi na mmoja anaweza kulima. Yule mwenye ardhi kulima hawezi, na yule mwenye kulima hana ardhi. Sasa mnafanyaje? Atalima huyo aliyokuwa hana ardhi kwenye ardhi ya yule ambaye anaimiliki, halafu atagawana mazao au watalipana. Kwa hivyo nao ni mudharaba, kwa sababu mitaji haikai kwa wote na nguvu kazi hazikai kwa wote. Na aghlabu wenye mitaji hawana nguvu za kufanya kazi, na aghlabu wenye nguvu za kufanya kazi hawana nini? Hawana mitaji. Kwa hivyo sheria mudharaba ya ushirika wa rasilimali au mtaji na nguvu kazi utakuwa unaweza kuleta faida. Hiyo ndio mudharaba. Wal qisasu, na kisasi, kwa maana mtu akifanya ubaya naye alipizwe. Kisasi manake kilipizo. Kisasi manake kilipizo. Sasa ikiwa mtu anafanya ubaya halafu halipiziwi yeye ubaya, itakuwa watu wabaya wanatamba tu katika hii dunia. Kwa hivyo akifanya ubaya naye akamatwa, halafu sheria imlipizie, ili yule aliyeonewa apate nafuu, na yule anayewaonea watu apate uoga wa kuonea watu. Na hasa kishakuwa anasema mimi nitampiga huyu alafu nitamlipa, basi anaambia sasa hatutaki malipo, tunataka na wewe upigwe ili upate yale maumivu ya kipigo.
Sasa hapo tena tutafika mahala ndio mnaelewana. Hiyo nayo imewekwa kwa maslahi ya watu. Wala tutlaqu ala alazimati adatan illa inda wujudi rukhsatin fi muqabilha, na haitumiki neno azima mara nyingi au kwa desturi isipokuwa kuwepo kwa rukhsa kwa upande wa pili, ndio inaitwa azima. Kawaida sheria za kawaida haziitwi azima, zinakuwa ni sheria tu, lakini ikitokea kuna upande wa pili kuna rukhsa, ndio zinatajwa kwa hizi ni azima. Kama vile mtu pacha, akiwa pacha hataji upacha wake mpaka tutakapozingatia yule pacha wa upande wa pili. Kama anatajwa yeye kama alivyo, atatajwa jina lake Hasani au Huseni au Juma au Makame basi. Lakini kama tunataka kutofautisha sasa, tunasema huyu ni pacha wa fulani. Kwa hivyo hizi rukhsa na azima ni sheria pacha. Ukizungumzia azima kwa upande mmoja, basi ufahamu kuna upande wa pili kuna kitu kinaitwa nini? Rukhsa. Na ukizungumzia rukhsa kwa upande mmoja, ufahamu upande wa pili kuna kitu kinaitwa nini? Azima. Tunamaliza. Kwa hivyo tunakuja kusema rukhsa tuenda usulina. Rukhsa kwa watu wa usuli ni hii hapa. Hiya mashuria min al-ahkami, ni ile iliyowekwa sheria katika hukumu liudhrin shaqin, kwa udhuru wenye mashaka. Piga mstari chini ya neno udhuru. Kwa udhuru wenye mashaka. Udhuru wenye mashaka. Biqasdi riayati hajati nasi, kwa kukusudia kuchunga mahitaji ya watu, yani kuyaheshimu mahitaji ya watu. Hiyo ya kwanza. Au ya pili litakhfifi ala mukallafi, kumpunguzia yule aliyelazimishwa na sheria fi halatin khasa, katika hali mahsusi. Si lazima kuiondoa yote sheria. Unaweza kuiondoa yote ikawa ndio rukhsa, au unaweza ukaipunguza. Kwa mfano rukhsa ya mwezi Ramadhani unaiondoa yote kwamba asifunge siku ile, atafunga siku nyingine, au kama ndo hawezi kabisa atatoa fidia. Lakini kwenye sala humwambia akiwa safarini asisali kwa siku ile, lakini unamruhusu kupunguza na kuchanganya sala. Kwa hivyo rukhsa iko atazieleza huko, rukhsa tu isqatin, rukhsa inoiondoa hukumu yote, na rukhsa tu takhfifin, rukhsa inoipunguza ile hukumu ikabaki baadhi na baadhi isitumike, na mambo kama hayo. Wa ibahati tarki hiyo hapo lil hajati ile, au li takhfifi fi halati ma baqa'i sababi almujibi, pamoja na kubaki sababu inawajibisha lil hukm al-asli, ile hukumu ya asili. Yani sababu ya kuswali iko pale pale, kama jua limezama magharibi iko pale pale, kama alfajiri imeingia sababu haijabadilika. Sababu kilichobadilika ni ile sheria tu, kwamba wewe sasa utaruhusiwa kuchanganya au kupunguza. Wa ibahati tarki aljamaati fi salati, na kuhalalisha kuacha sala ya jamaa limaradhin, kwa ugonjwa au nahuya mfano wake, kama ilipokuja corona, namna ya kusali jamaa, kuacha safu zile, kuacha mwanya na nini, zile ni ruhusa. Au mtu mgonjwa akaruhusiwa kusali nyumbani badala ya kwenda msikitini na mambo kama, au mvua kali hakutokeki, au nchi na vita. Wa amthilatu rukhsati, na mifano rukhsa atalaffudhu bilkufri inda likrahi, kutamka kukufuru wakati wa kulazimishwa. Umewekewa bunduki au panga la shingo, sema hakuna Mungu, tutakukata kichwa. Wewe sema hakuna Mungu kabisa, ongeza na neno kabisa, ili upate kupona, kwa sababu hiyo ni nini? Rukhsa. So umelazimishwa, utapotezewa maisha yako. Wal aklu min almaytati inda dharura, na kula katika nyama iliyokufa wakati wa dharura, au kula nguruwe kwa ajili ya kuokoa maisha. Fal udhru fil awwal, udhuru katika mwanzo huwa likrahu, ni kule kulazimishwa. Wa fi thani huwa dharura hifdhi nafsi, na la pili ni ulazima wa kuhifadhi nafsi isiangamie, kwa hivyo utakula kile kilichoharamishwa. Ma baqa'i sababi al-hukm al-asli, pamoja na kwamba sababu ya hukumu ya asili itabaki pale pale. Kukufuru ni dhambi na kula kilichokufa ni dhambi, lakini wewe umepata ruhusa kwa mazingira maalum. Hakubadilishi, usije ukasema kutoka pale tena sasa kukufuru mimi kwangu ruhusa na kula nguruwe kwangu ruhusa. Ilikuwa ruhusa katika kipindi kile kwa mazingira yale tu, bado haramu uko pale. Hatari. Wa huwa fil awwal, nayo huwa dharura tuhfidhi nafsi ma baqa'i sababi al-hukm al-asli, pamoja na kubaki hukumu ya asili. Wa huwa fil awwal, nayo katika mwanzo wujudu adillati, kuwepo kwa hoja, wujubi limani, kulazim kuamini, wa hurmati al-kufri, na haramu wa kafiri. Wa fi thani huwa dhararu al-maytati, na ya pili kwamba maiti au nyama iliyokufa ina madhara, kwa sababu itakuwa ina vidudu na nini, imeoza na kitu. Amma idha lam yabqa as-sababu al-mujibu al-hukm al-asli, ama itakapokuwa sababu yenyewe haijabaki, imeshaondoka iliyowajibisha hukumu ya asili. Kwa mfano kaibahati tarki almuslimi thabati amama 10 min alkufari, kule kuhalalisha muislamu kuacha kuwa imara mbele ya 10 katika makafiri, baada ankana mamnua, baada ya kwamba ilikuwa imekatazwa. Fala yusama rukhsa, hiyo haifanywi, haitwi rukhsa, hiyo inakuwa ni nasakh. Kagusia jambo moja kubwa,
Mwanzoni Qur'ani ilisema Muislamu akikutana na makafiri 10 na yeye ana upanga na wote wana mapanga, asikimbie, apigane nao mmoja kwa 10. Na kwa hivyo Waislamu wa mwanzo wote walikuwa ni nani? Maninja, Shaolin masters. Watu 10 kupigana nao kwa mapanga na wewe mmoja peke yako. Huruhusiwi kukimbia, lazima upigane, ama uwe au uliwe. Na bila shaka katika hali kama hiyo utauliwa tu. Kwa hivyo hisabu ni kwamba wewe utaua wangapi. Katika hali hiyo utauliwa tu. Sasa hisabu utaua wangapi. Lakini baadaye kaja sheria akasema sasa hivi tena basi angalau wewe mmoja kwa 10 wengi, mmoja kwa mmoja sawa, mmoja kwa 10 wengi, ikafutwa ile sheria. Kwa hivyo ile haikuwa ruhusa, ile ilikuwa ni sheria iliyofutwa. Zitofautishe baina ya sheria iliyofutwa na baina nini ya ruhusa, ndio anachotaka kusema. Lakini kenda mno tu. Fala yusamma rukhsa lianna alhukm alasli wa huwa wujubu thabati lil'asharati qad zala sababu. Kwa sababu hukumu ya asili nayo ni kupasa kuwa imara dhidi ya maadui 10, sababu yake ishaondoka. Wa huwa qillatul muslimina, ilikuwa wakati ule Waislamu ni kidogo, makafiri ni wengi sana. Sasa ukisema mmoja akikuta 10 akimbie, ndo ilivyo kwamba kila jamii ilikuwa makafiri wakiwa 10, Muislamu anakuwa mmoja. Sasa unakimbia nini? Na hiyo ndo hali halisi. Lakini baadaye mambo yamekwenda, Waislamu sasa wakawa nao ni wengi, sasa ikawa hakuna sababu ya kusema mmoja kwa ngapi? Mmoja kwa 10. Wa hina ubiha lahum tarku hadha thabati, na ilipokuwa imehalalishwa kwao kuacha huku kuwa imara, lam yakunu khillaha, hawakuwa wadogo tena kidogo tena, wa inma kanu kathra, lakini walikuwa wengi. Kwa hivyo anaonesha kwa hizi sio ruhusa, hizi ni